Sasa mama, mimi nimekuja bwana, hapa kuna jambo moja tu. Nimekuja kuomba yule binti yako arudi hapa nyumbani. Najua ni mdogo wangu na nina kila sababu ya kuishi naye pale kwangu, lakini kuna mambo ambayo anayafanya, yani najiuliza, yule ndo mtoto ambaye umekuwa ukimfundisha tabia njema au imekuwaje? Kwa sababu ninavyokuambia, yani mpaka sasa hivi pale nyumbani vitu vyote ambavyo tulikuwa tunamkataza asivifanye, yeye ndo anavifanya sasa. Anavaa nguo fupi muda wote, anashinda na kikanga, mara mtandio, mara sui nini. Yani kuna vitu ambavyo sio vizuri kabisa na havipendezi yani mbele za watu. Kwao nimekaa nikafikiria, nikaona mimi binafsi siwezi kumrekebisha, na kama angekuwa mtu kunielewa basi angekuwa ameshanielewa muda wote ambao mimi naongea naye. Nikaona nije sasa nyumbani hapa, ili mradi wewe umuite binti yako, ukae naye, umuelezee aache yale mambo. Na sio hivyo tu, naomba hichi kipindi kifupi ambacho kimebaki kabla ya likizo kuisha, arudi hapa nyumbani ili wewe ubaki naye, mmalizie tu ile likizo yenu kwa amani. Kwa hiyo ukisema umfukuze arudi huko ndo atajirekebisha au itakuwaje? Na kingine, imetokea mimi nimekufa, unamwona ndugu yako anafanya tabia za ajabu, utakuwa unamfukuza? Huko sasa wewe mama umefika mbali. Mimi sina maana hiyo, yaani sina maana hiyo kabisa, ila mimi naomba tu kama hili limeshindikana, basi mpigie hata simu umuelekeze, bwana hapo ni nyumbani kwa kaka yako, ishi naye 1 2 3. Alafu yule ameshakuwa binti mkubwa sasa, mimi nashindwa kufanya mambo yangu pale binafsi kwa sababu yake. Kumbe unaona anakuziba pale, unashindwa kufanya mambo yako, si ndio? Sasa yule arudi na aendi kokote, atabaki pale pale. Basi sawa, hamna shida, kwa sababu umebaki tu muda mchache, ataendelea kubaki pale. Lakini nakuomba sana, mimi ninavyotoka tu hapa, mpigie simu, muonye, muelekeze. Nina imani wewe atakuelewa zaidi, abadilike basi, ili mradi nyumba iweze kuwa na amani kama siku zote. Kwa hiyo ni hilo tu mamangu. Hebu naomba tumpe muda kwanza, huku akiendelea kukaa kwako. Sawa basi, kwa muda huo ambao ataendelea kukaa nyumbani kwangu, naomba mpigie simu, mrekebishe, mwambie akae kwa amani, akae kwa adabu, awe na heshima zote. Anajua yule ni mtu mzima, anajua nini kitakiwa kufanywa, sio mtoto mdogo kwamba kila siku niwe nakaa na muelekeza yeye tu. Sawa, nimekuelewa. Basi mama, mimi nashukuru sana, wacha niende nikaendelea na shughuli zangu. Mambo mengine tunaweza tukawasiliana tu kwenye simu. Haina shida. Basi uwe na siku njema. Nawe pia. Sasa ule arudi kokote, kama una uwezo mtia hata panga uje uniletee maiti hapa, lakini kumtoa itakuwa vigumu mpaka jambo langu likamilike. Nakusikiliza mpenzi wangu, kwa sababu nikikuangalia naona kabisa una jambo unahitaji tuzungumze. Sasa ndo unaona hivyo jamani? Hapana, sijanuna, lakini kwanza niseme samahani kwa hili ninaloenda kusema, kama nitakukwaza. Mimi kiukweli bado sielewi, hivi huyu ni mdogo wako au kuna kingine? Maana kama ni mdogo wako, mbona sasa aonyeshe heshima? Mimi sipendezwi na hayo mavazi anayovaa, kiukweli sipendezwi. Kwanza mimi nafurahi sana, nafurahi kwa sababu hata wewe umeliona hilo. Yaani inaonyesha kabisa kwamba hapa nina mpenzi ambaye ana akili sahihi na ni mstaarabu na ana hekima na adabu. Kiukweli nimeongea sana na Sophie, nimemwelekeza sana kuhusiana na mavazi anayotakiwa kuyavaa na hasa akiwa humu ndani, lakini tumeshindwa kuelewana. Yaani tumeshindwa kuelewana. Kwa hiyo sijui hata nifanye nini kiukweli katika hili, lakini naamini atabadilika. Wewe kama umeongea naye sana, ameshindwa kukuelewa, kwa nini asirudi nyumbani? Punguza wivu mpenzi wangu.
hilo wazo la Sophie kurudi nyumbani ni wazo sahihi, lakini sasa naona bado mapema sana. Hawezi kurudi sasa hivi, lakini hilo nimelichukua na nitalifanyia kazi. Sawa? Sawa, nimekusikiliza. Lakini umesema umeshaongea naye sana, hakusikilizi. Sasa ni nini utafanya sasa hivi ili aweze kukuelewa? Waswahili wanasema Kobe hashindwi na mzigo wake. Sophie ni mdogo wangu, kwa hiyo mimi kama kaka yake najua nini nitafanya, nini nitaongea naye mpaka atanielewa. Ila nakuahidi tu kila kitu kitakuwa sawa. Umenielewa? Kiukweli mimi sipendezwi na hizo tabia zake za kuvaa hizo nguo. Sipendezwi kabisa. Ni hili tu au kuna lingine lilokufanya mpaka unone kiasi hiko? Amna bwana, ni hili tu. Usijali bwana. Dada, kitu gani kukaa ndani kama utumbo? Karibu. Asante shoga yangu. Yaani simu yako imenipagawisha dada, imenipaekaeka, ila mimi hata sikai sana. Maana imeniponza, nimeliacha balaa nyumbani. Kwa hiyo nipatie hivyo vijimzigo dada. Sitaki hata kukaa sana hapa. Wewe huwezi kuongelea mambo mengine tena. Umefika ni mzigo tu du. Bwana, hizo stori za nini? Wewe umenipigia simu dada uje kuchukua vijimzigo vyangu. Niipe, au utakuniharibia ndoa yangu. Naomba huo mfuko. Mama dawa yao huyu. Mama dawa yao ana baya. Anazidi kubaluza tu mtaani. Kaanza vitenge na viji 5,000 kwa mbalimbali dada. Sema shoga yangu, huyu mama ananyemwa. Huyu mama fundi. Yaani 100%, huyu mama anapita. Tena kwa kishindo, huyo mpinzani wake hana lolote. Ana maajabu aina yoyote. Hata watu wana. Yaani shoga yangu, kila unapopita huko, mama dawa yao, mama dawa yao. Sio katupa nini huyu mama dada? Atatuharibia ndoa zetu. Vya bure vitawaua. Mwafa huu, mtakufa kwa vya bure huyu. Mimi kwanza wewe ya kwenu hayanihusu. Vipi? Mnaendeleaje na ndoa yako na mumeo? Kuhusu ndoa yangu dada, namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Siku zinaenda, tunaaganga na mume wangu. Japokuwa leo nimeavagaa kwa sababu ya kitenge la 5,000. Nusu nipigwe. Fanya kama unaona. Hapo jana nimetoka mbio mbio. Nikasema ngoja nimwahi huyu dada nikachukua hivyo vitu. Siwezi jua kuna vinini. Nikasema lazima niende. Siwezi kuviacha hivyo vitu, sijui kitu gani. Unapa nimekuja dada kitenge nimeambulia. Kiji 5,000. Leo naweza nikapika tanyama dada. Si ndo hayo. Ila mimi ninachokushauri, angalia ndoa yako. Haya mambo ya siasa, sijui mama dawa yao, sijui vitenge vitakuja kukuharibia ndoa hivyo udugu. Sasa hivi unavifurahia. Umepokea kitenge na 5,000, ila baadaye utakuja kulia kwa sababu ya ndoa yako. Yaani hapa nisikilize dada. Hapa wenyewe nimeondoka, kavimba dada kama puto. Ila mimi nikirudi dada, sina baya. Nikishika vijindevu, kitumbo kwa mbali, mwanaume kalegea. Aseme nini kwa so. Kwanza shoga yangu nisikilize. Acha tu mimi niondoke zangu. Ila ukisikia simu inaita kuna mawili. Nije kwako kulala ama uniletee uji hospitalini. Upo dada? Haya sawa, mimi sina mengi. Lakini mwanangu Sophie, utashindwaje? Yaani ujanja wako wote. Mama tu mjue mwanao. Yaani ninavyokuambia nimetumia mbinu zote uzonielekeza. Mambo yote ulioniambia nimeenda pale nimefanya. Lakini zaidi anaingiza wanawake ndani, anatoa. Anaingiza wanawake ndani, anatoa kwa kidemu chake anakipenda iko kila muda kinazunguka pale. Yaani kinanitibua.
Wewe acha tu. Mimi natumai kabisa bado hujafika mwisho. Yaani bado hujafika mwisho. Yule unatakiwa fanya mbinu yoyote. Hata kama unajifanya umedeki, nguo imedondoka, mara umeacha mapaja nje. Jamani. Mama, navyokuambia juzi bado kidogo nitwe vibao. Yaani mpaka nimekuja kukuambia kama mwanao nimemshindwa, sio kitoto. Nimehangaika. Hapana jamani. Yaani wewe ndio utakaye nikwamisha kabisa mambo yangu mimi asiende. Yaani mimi mipango yangu yote ipo tayari. Na kusubiria wewe tu kwa hili hapa. Usiniangushe kwa hili. Sijui. Ngoja nikafanye wanachuo kwa kaka. Nitakuja kukupa feedback. Akono kwawa, akono kwawa mama, kono kwawa, akono kwawa he, akono kwawa, akono kwawa mama, kono kwawa, kono kwawa, kidege wewe, kidege mama, kidege wewe, wacha Korokutanta Mantetere. Karibu tena mama. Ganga, mimi nimekuja. Lile zoezi loniambia nikalifanye, naona limekuwa gumu. Sababu ule mwanangu hataki kabisa kulainika. Nimeona ni vyema nirudi tena nije nikupe taarifa. Sasa sijui utanisaidiaje mganga. Haya. Mama. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Haya maneno wameshayazungumza wazee wa zamani. Kwa hiyo hata wewe kuweza kukamilisha majambo yako, basi ni lazima hilo jambo litekelezeke. Kinyume na hapo, hutoweza kufanikiwa hata chembe. Na kila nikiangalia, sio rahisi huyo kijana wako kuweza kulikubali hili, kwa sababu anatambua nini ambacho anachotaka kukifanya. Mimi naomba nisaidie mtaalamu. Maana mpaka sasa hivi sielewi. Naona tu kuchanganyikiwa. Yaani natamani mambo yangu yaende haraka haraka. Niko chini ya miguu yako. Fanya wezavyo nisaidie. Sawa. Mimi nitakusaidia. Oh mama. Mama mbaya, oh mama huyo, mama mbaya we mama we, mama mbaya we mama we mama mbaya. Haya, kuna kitu lazima tukifanye ili kuweza kumlainisha. Sawa? Ndio mganga. Hiyo ndawa niliyokupatia utamwekea katika chakula bwana dawa, au unaweza ukaiweka hata katika kinywaji chochote kile atakachokunywa. Umeelewa vizuri? Na ukishamwekea hiyo ndawa, basi yeye atalala. Kwa hiyo huyo binti yako ataweza kukamilisha hilo jambo ambalo linalotakiwa kufanyika. Umeelewa? Samahani mganga, napoweka kwenye chakula au kinywaji, si lazima kutakuwa na manuizo au naweka tu? Lazima unuise manuiso yako, yale makusudio unayoyataka wewe. Sawa? Kwa hiyo ukishanuira, alafu unamwekera. Haina masara mengine yoyote. Umeelewa? Sawa. Mbalabala, sholobala. Asante. Aya, shukuruni. Wacha. Mimi nimekuja hapa
Nasikia unakaa na mwanamke huko ndani, sijui ni mwanamke, sijui ni hawala, yani hata sielewi. Na hizo taratibu za wapi mwanangu? Kwa nini unakaa na mwanamke ambaye upajui kwao wala mimi simfahamu? Mama, hebu punguza sauti basi. Unavyoongea kwa nguvu hivyo, binti wa watu anaweza akasikia, akajisikia vibaya. Ongea taratibu, ili jambo la kifamilia. Una akiti mama? Niambia mama taratibu basi, mwenyewe atanisikia yeye kama Mungu. Naomba kamtoe nimuone hapa. Kama iwezekani na mwingia ndani huko kwenda kumtoa. Usiniletee ushenzi. Mila gani zinazoruhusu kukaa na mtoto wa mtu hivyo? Sina kuuliza. Sawa basi, mimi naomba nipe muda kidogo. Nijipange alafu nitamleta nyumbani, utamfahamu. Sio kwa haraka hivyo. Huo muda akikufia humo ndani, utaniletea maiti au utapeleka kwa maiti? Mbona ujielewi wewe? Sasa nasema kauli yangu ya mwisho. Naomba kamtoe mwanamke nije nimuone hapa. Isipowezekana naenda kumtoa mwenyewe ndani, anaondoka. Bado kabisa unajitafuta. Mbona kielele mwanangu wewe, cha kukimbilia maisha? Mdogo wako huyu hapa anahitaji msaada, bado anasoma huyu. Asa sielewi huyu unamfundisha nini? We Sophie, huyo mwanamke yuko wapi? Kamfungia ndani. Kwa hiyo ananiogopa mimi, si ndio? Mami nimekuwa mchawi au kitu gani? Kwanza sitaki tena kukaa hapa na wala sintokanyaga tena kwako. Sophie, naomba nisindikize. Naondoke zangu ni. Twende.